Ni miongo mitatu tangu Radio Maria Tanzania ilipoanzishwa hapa nchini. Ni miaka ya uinjilishaji, upendo na faraja. Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, nawe msikilizaji, karibu sana katika mahojiano haya ili uweze kufahamu ndani ya hii miaka 30 kuna historia gani ambayo imejificha. Leo katika mahojiano haya, mpendwa msikilizaji, nawe mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, tupo na mgeni Happy Maria Seifu ambaye ni mjumbe wa bodi. Bodi hiyo, msikilizaji mpendwa, ilikuwa ndani ya hiyo miaka 30 kwa sababu safari hiyo ni 13, miaka 10 imejirudia mara 3. Hivyo kuna vingi vya kujifunza, lakini pia kuna vingi vya kushuhudia kwa wale watu ambao wamesafiri na Radio Maria Tanzania hapa nchini. Jina langu ni Joyce Mikwachi, nyuma ya kamera ni Rafaeli Stefano. Happy, tumsifu Yesu Kristo. Amina, za kwako. Nzuri na hongera kwa utume. Asante, nashukuru, hongera na nyinyi. Asante, imekuwa ni siku njema sana kukutana na wewe katika mahojiano haya, hasa tunapoadhimisha miaka 30 ya Radio Maria Tanzania. Asante, nashukuru sana. Ni hazina kubwa kuwa pamoja nanyi, wale ambao basi mnafahamu Radio Maria Tanzania ilipoanzia mpaka wakati huo tunapoadhimisha hii miaka 30. Mungu ni mwaminifu, tumrudishie sifa na utukufu kwa sababu sio safari ndogo. Ndiyo. Lakini kweli ndani ya miaka 30 nayaona matendo makuu ya Mungu katika Radio Maria. Ninayojua mwanzo na sasa hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Basi tumshukuru Mungu. Basi mtazamaji na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania angetamani kufahamu, ulifahamu vipi Radio Maria kwa mara ya kwanza? Kama watu wengine, mimi nilianza kusikia tu kuna Radio Maria. Sikuwa niko karibu sana na Radio Maria, lakini kilichonifanya niwe karibu zaidi na Radio Maria, nilikuwa ninafanya kazi mbalimbali na mapadi wa Passionist. Katika marafiki waliokuwa nao, na alikuwa anatembea mara nyingi katika nyumba yao ya Mikocheni, kuna dada mmoja alikuwa amekuja kutoka Austria, anaitwa Johanna Maria Horash. Yeye ndo aliniambia Radio Maria ni nini, inafanya kitu gani, kwa sababu tulikutana naye mara nyingi nilipokuwa naenda nyumbani kwa mapadi wa Passionist hapo Mikocheni. Kwa hiyo akaniintroduce kwa Radio Maria pole akaniambia yeye amekuja kutoka Austria, ana volunteer, anafanya kazi hiyo. Kwa hiyo mara nyingi tulivyokutana naye tukabadilishana namba ya simu, tukaanza kuwa na ukaribu. Kwa hiyo ukaribu wangu na Radio Maria ulikolezwa kwa mahusiano yangu na Johanna Maria Horash, ambaye aliniambia Radio Maria ni nini na akanipa uzuri wake sio Tanzania, hata nyumbani kwao alipokuwa natoka Austria na kuja Tanzania. Lakini sasa nini kilikuvutia mpaka ukawa mmoja wa wajumbe wa bodi ya Radio Maria Tanzania? Kwangu ninaweza kukiri kabisa, Johanna alinifanya niipende Radio Maria kwa sababu nilimwona alikuwa binti mdogo, amekuja kutoka Austria, ana volunteer. Nikasema mimi nilikuwa of course mtu mzima, mimi naweza kufanya nini kwa kanisa, naweza kufanya nini kwa mama. Na the way alivyokuwa anaizungumzia, na polepole ninapoendelea kusikiliza Radio Maria, nikajikuta kabisa na mimi naanza kupenda hicho kitu, kwa sababu niliona ule uzuri wake inavyoinjilisha polepole, nikajikuta ninapenda. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu Johanna akaniambia tunahitaji bodi, unaonaje ukijiunga na sisi? Nikakubali kuwa mjumbe wa bodi. Unakumbuka Radio Maria ya miaka hiyo ambapo ukiwa mjumbe wa bodi ilikuwaje? Katika utendaji, kazi ambazo zilikuwa zinafanywa na bodi hiyo ya wakati huo? Ninachoweza kusema, kuna watu kweli wamejitoa kwa mama. Ninaweza kutamka kabisa kwa kukumbuka kichwani kwangu Agnes Shayohiza, Leonia, wakati mimi ninapokuwa mjumbe wa bodi na wenyewe walikuwepo. Hawa wadada kweli wamejitoa kwa mama, kwa sababu walifanya kazi nikisema kwa ugumu, kwa sababu kuna mahali mara nyingi hawa watu walikosa mshahara, lakini walivumilia mshahara hata miezi miwili, miezi mitatu. Leo katika kutembea nimeona mpaka mna accounts department, kuna wahasibu wawili. Sisi nadhani tulitumia counter book wakati tunapoanza, lakini kwa msaada wa mama watu walijitoa sana, na kiungo kikubwa kilikuwa Rais wa Radio Maria marehemu Emmanuel kitu kama hichi. Wakati tunafanya kazi alikuwa anatutia moyo, na siku zote alikuwa anasema jambo la mama haliwezi
kuharibika. Hata pale tunapokosa hela tukimwambia anasema yani mama atatenda, mama atatenda. Kwa hiyo utofauti wa sasa hivi na sisi tulivyofanya ni vitu viwili tofauti. Wanaofanya kazi sasa hivi mimi naweza kusema wanafanya kazi kwenye mazingira mazuri sana, tofauti na huko tulikotoka. Kweli waliojitoa wamejitoa sana. Kama mjumbe wa bodi, jukumu lenu hasa lilikuwa ni nini ili kuhakikisha Radio Maria Tanzania inafikia malengo yake? Kama ilivyokuwa katika bodi nyingine, ni kusimamia redio ifanye kazi kwenye maadili iliyowekewa. Usisahau pia Radio Maria sio redio ya kibiashara. Kwa hiyo lazima kuiguide kwenda katika njia iliyopangwa. Hatukupokea matangazo la biashara hata kama tuliona tunapungukiwa pesa mpaka mwisho. Ndiyo. Yaani tuliposimamia misingi ya redio ilibakia kuwa ile ile, tulishauri, tulielekeza, tuliongoza na hatimaye tulipomaliza muda wetu tunashukuru walipoendelea wameendelea vizuri. Asante na hongereni sana. Asante, tunashukuru sana. Unakumbuka changamoto zipi mlikutana nazo na namna mlivyozitatua ili kuhakikisha Radio Maria Tanzania inafikia malengo yake? Kweli nashukuru katika uongozi tuliokuwa nao, kama sehemu yote ya kazi kulikuwa na migogoro haswa katika mikoa. Kuna changamoto zilitokea kwenye, let's say mimi nilikuwa nasimamia mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo unasafiri unaenda Mwanza, unaangalia kuna changamoto gani walizonazo, unatatua. Kubwa zaidi in general kwenye uendeshaji wote, tatizo lilikuwa ni pesa. Sasa hivi unaona mwamko ni mkubwa, zamani mwamko ulikuwa mdogo. Njia ya kupeleka ujumbe kwa watu ukiangalia na sasa hivi ilikuwa tofauti. Zamani ilikuwa kwa njia ya simu hii ya kawaida, tofauti na sasa. Kwa hiyo uendeshaji, mwanzo watu wengi walikuwa hawajajua Radio Maria hapa Tanzania. Kwa hiyo hata upatikanaji wake wa pesa ni tofauti. Sasa hivi kuna vitu mbalimbali vinaweza tunazungumza bilioni. Mimi nadhani zamani hata kupata milioni 100 yani ilikuwa ni kitu kikubwa cha ajabu ilipoanza. Lakini daima tulisema mama hata tuacha, tumkimbilie mama, tusali na tulifanikiwa. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni uendeshaji wa kawaida, especially michango kwa ajili ya kuchanga. Lakini bado Mungu hakutuacha kwa sababu msaada pia ulikuwa unatoka kutoka nje, lakini ndani bado mwamko ulikuwa sio mkubwa kama uliopo sasa hivi. Asante, lakini unaweza pia ukamwelezea na msikilizaji pamoja na mfuatiliaji ambaye wakati huu anatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, ni tukio gani ama kumbukumbu gani ambayo unaikumbuka sana sana katika maisha yako ya utume wote ulikuwa hapa Radio Maria Tanzania, na kwa nini imekuwa kumbukumbu, yani imekuwa kumbukumbu ambayo haiwezi kusahaulika? Mimi kitu kikubwa ninachokikumbuka ni ule uvumilivu wa wale wafanyakazi walioko katika Radio Maria. Narudia tena, upatikanaji wa pesa sasa hivi ni mgumu, lakini naomba tuamini uko nyuma ulikuwa uko mgumu zaidi. Kwa hiyo unakuja wewe kama mjumbe wa bodi unajua kabisa hawa watu wanafanya kazi lakini hawajapokea mshahara miezi 3, lakini wako happy, wanaendelea na kazi yao kama kawaida, huoni mapungufu yote yanayotokea. Hiyo mimi ndo ndani yangu ninaona ule utayari wao kwa kumtumikia mama ulikuwaje, na hicho kitu mpaka sasa hivi ndani yangu kimebaki. Kama ukijitoa kwa Mungu, Mungu analipa. Asante. Lakini ukiangalia safari ya miaka 30 ya Radio Maria Tanzania, ni mabadiliko gani makubwa umeyaona? Mabadiliko makubwa yapo, tena yapo yanayoonekana hata na kipofu anaweza kuona. Sisi wakati tulipokuwa bodi yetu inafanya kazi, naamini tulikuwa na vituo chini ya 10. Lakini sasa hivi tuna vituo mpaka unashindwa kuhesabu. Ninaamini 59. Kwa hiyo mimi mwenyewe nime lose track mahali fulani, yani sijui wapi. Kwa hiyo hata mtizamo wa watu wengi unaona walikuwa nafikiria hii kama redio ya Songea. Kwa hiyo hata unamwambia mtu Radio Maria, hapana, hiyo redio ni askofu wa Songea. Lakini sasa hivi ukisema Radio Maria, kila mtu anajua yani Radio Maria ni redio ya Kikristo nyumbani mwako. Kila mahali ipo na vituo vinaongezeka zaidi. Kwa hiyo mimi kwangu ni kitu kikubwa cha kujivunia kabisa.
Una ujumbe gani sasa kwa wasikilizaji, mavolunteer, wafanyakazi wa Radio Maria Tanzania katika hii miaka 30? Ujumbe wangu unaomba tuzidi kuipenda redio ya mama, kwa sababu watu wengi wanategemea. Unaweza ukaona sio kitu kikubwa, lakini imagine uko kitandani kwa miaka 10, huwezi kwenda kanisani, huwezi kutoka, huna access labda ya kwenda kanisani, lakini kila kitu hapo ulipolala kinakukuta. Imeinjilisha watu wengi, imesaidia watu wengi emotional, kwa sababu kwa vipindi mbalimbali vilivyopo katika Radio Maria, watu wengi wameweza kuguswa na kuweza kusaidiwa katika vitu mbalimbali. Kitu kingine, ukiangalia mavolunteer, watu wengi wamejitoa. Kwa hiyo tusifikirie tu tunakaa tunamuomba Mungu, tunaomba Mungu, na sisi wenyewe inapaswa tufanye nini? Kwa hiyo ninaona kabisa kwenye ufanyakazi wa Radio Maria, watu wengi wanaojitoa, ni heri kutoa kuliko kupokea. Watu wengi wanafanya vitu vingi vinafanyika, lakini watu wamejitoa kwa muda, wamejitoa kwa pesa. Kwa hiyo tuzidi kujitoa kwa ajili ya hii redio ipate kusaidia watu wengi, izidi kwenda sehemu nyingi, kwa sababu hivi vituo 59 sasa hivi roho nyingi za watu zimeguswa, na hicho ni kitu cha maana ambacho hata mama mwenyewe anafurahia. Message mbalimbali zinakuwa zinawafikia watu wengi. Kwa kumalizia tu, mtu anaposema Radio Maria Tanzania, wewe unaelewaje ama unamweleweshaje pia msikilizaji kuhusu hii Radio Maria Tanzania tu yenyewe? Yaani mimi ninamwambia ni radio ambayo ukisikia inatangaza hautaweza kupata kusema watasema nini, kitaharibu nini. Yaani ni redio yenye maadili. Kitu chochote kitachotangazwa, kitu chochote kitachosemwa katika redio hakitakupa ukakasi wewe kusikiliza na nani anasikiliza. Kwa hiyo mimi naamini ukisikiliza Radio Maria uko sehemu salama, utajifunza mengi na Mungu atakubariki. Asante, mimi nikushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki, nikutakia utume mwema na hongera sana kuwa mjumbe wa bodi, ambapo wakati huu Radio Maria Tanzania inaadhimisha miaka 30. Ni mojawapo wa historia pia. Asante, nashukuru sana. Tuzidi kuiombea Radio Maria, tuzidi kuichangia Radio Maria. Ni redio yetu na inatufaidisha kwa njia mbalimbali. Asante, Mungu akubariki. Asante, nashukuru sana. Amina.